Haya tunaendelea inshallah. Katika Ghafir aya ya 7 na ya 8 na 9 aya inasema sura Ghafir hizo 24 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي بايشه تينا كسره sababu khati zake ndogo zifikiri كسره mbili. طيب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات لوزوت إذا ملائكة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. معنى آية هذه أنا سيما هابا كتك آية 7 الذين يحملون العرش ولو يكبب العرش هؤلاء ملائكة المقربون أما الذين عند إن فسيري يالك ثم كتك آية مشو من بين السيدة سورة الأعراف إن الذين عند ربك حقيقة wale walikuwa kwa Mola wako ni hawa malaika wenyewe alladhina yahmilu al-arsha. Grupu ya mwanzo hiyo. Grupu ya pili waman hawlahu hawla al-arsh, wanaozunguka arsh. Hebu niambie leo, chukua picha ya watu wenye kwenda kuhiji ile tarehe nini baada ya kushakurudi Arafat, tawafu ifadha unaofanya umma ulikuweko, akikutoka mtu wako mkononi kidogo humuni tena mpaka magari huko mtakutana kushamaliza auongo kwa umma ulikuwa mkubwa. Hebu niambie mtu alikuwa katika pale mwanzo wa kuanza tawafu, unamwona mtu yote karibu yako pale? Humuoni. Ile wale walikuwa chini yako tu kidogo, akikutoka jinsi umma ulikuwa mkubwa, na watu wote wanazunguka wale hawakutani. Mfano wake mfano kwa arshi ya Mwenyezi Mungu na malaika walizunguka wala hajuani, walikuwa upande huu wala kwa upande ule, hawakutani wala hajuani. Jinsi kwa umma mkubwa wanazunguka arshi, huwezi kujua idadi ya nini, idadi ya malaika wa man hawlahu kubwa sana. Hao malaika wote hawa unajua kazi yao nini? Mwenyezi Mungu ameamrisha kitu, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ndio tunasema katika aya nini, la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, sio? Kwa hivyo yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamsabbih wa kumhimidi Mwenyezi Mungu Mola wao mlezi, wa yu'minuna bihi, na wanamwamini, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Mwenyezi Mungu ameamrisha afanye hivi, na wanaombea maghfira kila alioamini, wote walioamini, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Nyinyi mmekaa mnaomba dua hapa na kuna malaika ya Rabb waja wako waumini wako msikitini wanasoma, wape maghfira yao. Mwenyezi Mungu ameweka kwa ajili ya kukutetea ninyi, sio kama wanafanya wenyewe kwa amri. La yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, hawamasi amri ya Mwenyezi Mungu na wanafanya kama wanavyoamrishwa. Kwa hivyo anasema wa yastaghfiruna lilladhina amanu, wanaombea maghfira walioamini, tena kwa kusema, kwa kutanguliza dua. Heshima siku zote tanguliza heshima ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, halafu omba lako. Sio unakwenda unaomba ombi kavu tu, halina chochote la kupambia. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, rehema zako na ilmu zako zimeenea kila kitu. Subhanallah, ewe Mola una rehema nyingi kupita chochote, umezunguka kila kitu kwa rehema zako na ilmu yako. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, halafu wanapenyeza dua yao faghfir, basi waghfir.
Tumesema katika sura al-Fatiha Mwenyezi Mungu anatufundisha namna ya kuomba jambo. Sura Fatiha yote tunaomba ihdinas siratal mustaqim. Kwa kubwa katika sura al-Fatiha ilikuwa muhimu kwako wewe unaomba Mwenyezi Mungu tuongoze njia iliyonyoka. Lakini kasema sitaki uniombe moja kwa moja. Nisifu nipe sifa zangu. Sema alhamdulillah, yeye ndo Rabbil alamin, yeye ndo Rahman, yeye ndo Rahim, yeye ndo Maliki yawmiddin. Halafu tena useme unyonge wako mbele yake, iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunataka msaada kwako na kila kitu tunakutegemea wewe. Sahibi, nishakusikia unasemaje mja wangu, hidina siratal mustaqim. Tena unaichambua bali siratal ladhina an'amta alayhim wa la animesha من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم sio ile njia walioghadhibika lao waliojua haki wakakataa kufuata yote, ikiwa Yahudi, ikiwa Nasara, ikiwa waumini, ikiwa nafiki, ikiwa nani, wote wanaijua haki wasifate. Maghdhubi alayhim, wameghadhibika Mwenyezi Mungu, wala dhalin, waliopotea haijui haki kwa wapi. Sasa usiingie katika listi hii, la katika listi ile nabiyina, siddiqina, shuhada, salihin na wengi kama wazuri hao. Kwa hivyo unapoomba kitu lazima utangulize dua. Na malaika hapa watufundisha namna ya kufundisha Mwenyezi Mungu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Tayeb. Rehema zako na ilmu yako imezunguka kila kitu. Imeenea kila kitu. Faghfir lilladhina tabu. Basi waombe maghfir, wasamehe wale waliotubu. Wattaba'u sabila, wakafata njia yako Mola. Waqihim adhab al-jahim, na uepushe na adhabu ya jahim. Malaika ikiwa wanamsabih Mwenyezi Mungu na kumsujudia, halafu wanapeleka maombi yao na kutoa dua kama hizi, hazikubaliwi, basi wewe tekeleza wajibu wako. Wewe tekeleza wajibu wako kuomba maghfira, na wewe kutenda mema, jiepushe na maovu, na malaika na kutetea na kukuzidishia katika nini, katika maombi. Tena basi sio wewe tu peke yako. Sio kwamba nini tena uona wewe kwamba kila unapokuwa chafu unalikimbia na mwingine anazama katika machafu. Kwa nini? Kwa dua za malaika wanaosema waqihimu sayiat, wakinge, weke wiqaya, waqihimu as-sayiat, na uepushe nini na sayiat, maovu. Waman taqi sayiati yawma idhin faqad rahimta, na yule mtu anayeogopa machafu siku hiyo, basi itakuwa wewe umemrehemu Mwenyezi Mungu, faqad rahimta. Wadhālika huwa al-fawz al-'azim, na huko ndio kufuzu kukubwa. Kwa hivyo aya hii tumefasiri kwa aya hizi za sura Ghafir kupata kuona namna gani malaika wamewekwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya rehema zake Mwenyezi Mungu juu ya mja huyu anayemwamini Mwenyezi Mungu, mpaka malaika wanakuombea. Hii jambo kubwa sana. Kwa hivyo katika jumla ya kukubaliwa maombi ya malaika, kwa vile walivyoamrisha msabih Mwenyezi Mungu na nini na msujudu, kwa hivyo wanamsujudia malaika. Hii ni aya sajida ya mwanzo. Tunakwenda katika sajida ya pili, tunaikuta katika nini, sura Ar-Ra'd. Naam, katika sura Ar-Ra'd. Tunakwenda sura Ar-Ra'd aya 15. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. Aya hii pia inatueleza katika sura Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fi samawati wal ardh. Walillahi, lillahi yasjudu, kwa sababu tumetangulizwa anayesujudiwa ni Allah kwanza kabla fi'li yenyewe, kitendo lillahi yasjudu. Na ingelikuwa kwa mfumo wa desturi kasa wayasjuduna lillah, na pia ijeleza kwa nini mwingine pia wanasujudia mwingine ghairi ya Allah, lakini lillahi kwa ajili ya Allah peke yake yasjudu, kinasujudu man fi samawati wal ardh. Aya hii inatuambia kwamba kila aliyekuwa katika mbingu na ardhi, man fi samawati wal ardhi,
wote wanamsujudia Allah, ikiwa tawan au karha. Aya 15 sura Al-Ra'd. Ikiwa tawan vikitaka au karhan au visitake, kwa kutii au kwa kurikirihishwa, manake tawan karha, wakitaka wasitaki, bimaana kwamba tawan kwa wenyewe kwa radhi zao, karhan kwa kukirihishwa na kulazimishwa. Kwa hivyo kila kilichokuwa kiumbe kisichokuwa na roho, sio binadamu, kwa wote vinamsujudia, wote vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Na hii dalili ni kwamba binadamu aliyopewa akili, kama atatekeleza kwa kitu kikubwa tunu alichotunikiwa hii akili, akatekeleza, basi sijida yake tofauti na wengine. Sijida yake yenye kutiliwa nguvu na sijida ya malaika na dua za malaika. Isitoshe, sijida yake yeye anapata radhi za Mwenyezi Mungu. Viumbe vyote vilivyobakia vinaondoka bila kuadhibishwa au kustareheshwa kama tulivyostareheshwa binadamu kwa malipo ya vile vitu anavyofanya kutokana na kutumia akili yake pasavyo kutumia. Na tulizungumza siku za nyuma, tutatia leo kidogo au kutia utamu hii darasa yetu. Tunasema kwamba kwa sababu kila kitu tunamsujudia, shekhe mmoja akakaa nje ya msikiti na grupu yake anawasomesha wenyewe, hasa katika kusema kwa alikwenda koho nimemkaa akaanza kutaka kunitema hivi, akalizuia, akalimeza. Wanafunzi wakamwambia, je, shekhe, mbona hivi ulitaka kutema koho alafu kalimeza? Akaambia, Allah, kila nikifikiria mawe haya na mchanga huu namsujudia Mwenyezi Mungu, nimeona aibu kutia koho langu katika vitu vyenye kumsujudia Mwenyezi Mungu, kaona bora nilimeze. Akaendelea darasa yake. Baadaye mmoja katika wanafunzi naye pia nimemkaa kipisi koho, akatizama mchanga akatema, mimi nakufundishia darasa muhimu kwamba vitu hivi namsujudia, kwa hivyo mimi nimeshindwa hata kutema koho kwa sababu. Kaambia, wallahi kila nikitizama mchanga na mawe unavyomsabihi Mwenyezi Mungu na koho langu linamsabihi Mwenyezi Mungu, Allah watajuana wenye msabihi kwa msabihi pamoja huko. Kwa hivyo walillahi yasjudu man fi samawati wal ardh, na kila kitu kinamsujudia Allah vile uko mbinguni na ardhini, tawan wa karha, vikitaka visitaki, kwa taa au kwa kukirihishwa na kulazimishwa. Wa dhilaluhum, sio wao tu, hata pia vivuli vyao. Subhanallah, vivuli, naam, na vivuli vyao, bilghudui wal asar, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Kwa hivyo wewe binadamu, kwa nini hutaki kusujudu? Vilivyokuwa chini yako wewe, kuanzia wanyama, miti, vitu vya jamadi visivyokuwa na roho, vyote vinamsujudia Mwenyezi Mungu. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات, na ndege wanapanua mabawa yao wakianyosha hivi wote. Alam tara anna Allah yasjud lahu, huoni kwamba Allah anasujudiwa na man fi samawati wal ardhi, kwa mbinguni na ardhini. Wat-tayru, pia unamwona kakunjua mabawa yake, pia anamsabih, yusabbihu lahu. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, wote kila mmoja katika wanajua namna gani wa kumsalia Mwenyezi Mungu, namna gani wa kumsabihi Mwenyezi Mungu na kumtakasa. Wallahu alimun bima yafalun, na Mwenyezi Mungu anajua wanayofanya, basi asijue na yako unayofanya, la anajua na nia yako hasa ndani ya moyo wako. Na kwa hivyo tukitoka katika aya hii tunakuja katika aya ya surati An-Nahl. Surati An-Nahl aya 50. Surati An-Nahl aya 50 inatanguliwa na aya 49. Walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi. Min dabba, tangu wanyama, wal malaika, na malaika mpaka malaika, wa hum la yastakbirun, vinamsujudia Mwenyezi Mungu wala havitakabbar. Kwa nini? Yakhafuna rabbahum, vinamkhofu mola wao, min fawqihim, aliye juu yao, wayafaluna ma yu'marun, na vinafanya vitu vyote vinavyoamrishwa, ndio yote tawa na ukarha, vinafanya vinavyoamrishwa. Hai vitu vyote vilikuwa mbinguni na ardhi, dalili inatuonyesha kwamba nini, vyote vinamsujudia Allah. Sasa wewe binadamu ukasamia haya inapita wala sitaki kusujudu, na vitu vyote vinamsujudia Allah. Hii ndio faida ya kujua maana za aya zenye sajda, ili na wewe unapojitupa chini, takhiru sajidan, unajitupa kwa ajili ya kumsujudia Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kujua adhimu wa Mwenyezi Mungu na kuondoa ile kibri. Hum yastakbiruna, inafuata kila mara hii kwamba nini? Kuondoa ile kibri yako. La, Allah anajidhalilisha bila Allah ili